mambo matano yanaashiria mkeo alikuwa anatumia uchi wake kuweza kupata pesa au maslahi fulani. Kama upo katika ndoa alafu mkeo ana mambo haya matano, unatakiwa uweze kufahamu kwamba alikuwa anatumia uchi wake kwa ajili ya kuweza kupata pesa au maslahi fulani. Maslahi fulani mfano kazi, kupata maksi nzuri. Kwa hiyo kuna mambo matano kama atayafanya mpo katika ndoa, ni mambo ambayo yanadhihirisha wazi kwamba huyo mwanamke alikuwa anatumia uchi wake kwa ajili ya kupata pesa au maslahi fulani. Jambo la kwanza kabisa ni jambo la kutojali utu wake, yeye kuwa tayari kufanya chochote ili mradi aweze kupata pesa. Hii ni mojawapo ya jambo ambalo linadhihirisha wazi kwamba huyo mwanamke alikuwa anatumia uchi wake kwa ajili ya kuweza kupata pesa au maslahi fulani. Na pia jambo la pili ni jambo la kuwakebei au kuwatukana wanaume ambao hawana pesa, huku akiwatolea maneno ya karaha. Hii pia ni mojawapo ya jambo ambalo linadhihirisha wazi kwamba huyo mwanamke alikuwa anatumia uchi wake kwa ajili ya kupata pesa, kwa sababu mwanamke yote ambaye anawadharau wanaume na ambao wana pesa na huku akiwa anatolea maneno ya kejeli kwamba mimi siwezi kutoka na mwanaume ambaye hana hela. Hii ni mojawapo ya kauli ambayo inadhihirisha huyo mwanamke alikuwa anatumia uchi wake kwa ajili ya kupata pesa au maslahi fulani. Na pia jambo la tatu ni jambo la kukutukana au kukutolea maneno ya kejeli pale anapokuwa anahitaji pesa alafu wewe hauna. Unakuta mwanamke anakuambia sasa unataka mimi nifanyeje? Kama huna hela basi naweza kuchepuka niende kutafuta wanaume ambao watanipa pesa, au unaweza kutafuta mwanaume akanipa pesa. Hizi ni kauli ambazo zinadhihirisha huyo mwanamke alikuwa anatumia uchi wake kwa ajili ya kupata pesa. Kwa hiyo mojawapo ya mambo ambayo yanadhihirisha huyo mwanamke alikuwa, naweza nikasema alikuwa ni malaya. Na pia jambo lingine ni jambo la kujishobokesha kwa wanaume wale ambao wana pesa. Hii ni mojawapo ya kauli ambayo, au ni mojawapo ya jambo ambalo linadhihirisha wazi kwamba huyo mwanamke alikuwa anatumia uchi wake kwa ajili ya kupata pesa au maslahi fulani pale anapokuwa ana tabia au anafanya jambo la kujishobokesha kwa wanaume wenye pesa. Kwa hiyo ni jambo mojawapo ambalo linadhihirisha wazi kwamba huyo mwanamke alikuwa anatumia uchi wake kwa ajili ya kupata maslahi fulani au pesa. Na pia jambo lingine la mwisho ni kutokuwa na ushirikiano na wewe au kuwasifia wanawake ambao wanajiuza kwa ajili ya kupata pesa au maslahi fulani. Mwanamke yeyote ambaye ana tabia kuwasifia wanawake ambao wanajiuza kwa ajili ya kupata pesa au kwa ajili ya kupata maslahi fulani ni mojawapo ya mwanamke ambaye alikuwa anaishi kwa kutumia uchi wake kwa ajili ya kuweza kupata maslahi fulani au pesa. Kwa sababu haya ndio mambo matano ambayo yanadhihirisha huyo mwanamke kabla hujafunga naye ndoa alikuwa anaishi hivyo, kwamba alikuwa anatumia uchi wake kwa ajili ya kupata maslahi fulani au pesa. Maslahi fulani, mwanamke anaweza akatoa uchi kwa ajili ya kupata kazi au kwa ajili ya kupata maksi au kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hiyo ni mambo matano ambayo yanadhihirisha huyo mwanamke alikuwa anayafanya. Kama unahitaji ushauri au vile za kufanya mapenzi ama kitabu ambacho kitakusaidia kuingia katika mahusiano sahihi au ndoa sahihi, hakikisha unanicheki WhatsApp kwa namba 0713728736. Naitwa Isaac Kanyankole. Asante na karibu.